Rais wa Marekani Donald John Trump amedai kuwa Marekani imekuwa ikifanya mazungumzo ya matokeo na Irani ambayo yamepelekea kila anachokiita makubaliano makuu katika karibu kila jambo, licha ya Irani kudai kinyume chake rasmi. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kupanda Air Force One, Trump alisisitiza kwamba tofauti hiyo inatokana na matatizo ya mawasiliano ndani ya uongozi wa Irani, akionyesha kuwa wale waliohusika katika mazungumzo hawana uwezo wa kufikia baadhi ya maafisa wengine wa ngazi ya juu ndani ya serikali. Trump alionyesha kuwa mawakala wake wakuu Steve Witkoff na Jared Kushner walihudhuria moja kwa moja mazungumzo hayo kwa niaba ya Marekani, jambo ambalo alisema lilifanyika Jumapili na kuendelea hadi usiku. Iwapo atafanya kile walichokikubali, itamaliza mzozo huu kwa kiwango kikubwa sana. Tunazingatia sana ushirika wetu katika Mashariki ya Kati, alisema Trump, akionyesha kwa Marekani ina ushirikiano wa karibu na washirika wa kikanda sambamba na mazungumzo hayo. Alisisitiza kuwa pande zote mbili, Marekani na Irani, ziko tayari kufikia makubaliano. Akikubali changamoto zinazotokana na mzozo unaoendelea, Trump alibainisha kuwa mazungumzo yajayo yataratibiwa kwa simu, kwani maafisa Irani wanapata ugumu kuondoka nchini kutokana na hali ya kivita. Alibainisha pia kwamba awali alikuwa ameidhinisha shambulio la Jumatano asubuhi dhidi ya kituo kikubwa zaidi cha kuzalisha umeme cha Irani, lakini Irani ikawa imewasiliana na Marekani kuomba kufanya makubaliano badala yake. Iwapo yatakwenda vizuri, tutamaliza hili, vinginevyo tuendelee kushambulia, alisema Trump, akionyesha kuwa serikali yake ipo tayari kwa diplomasia na hatua za kijeshi. Akihimizwa kueleza ni nani Marekani inazungumza naye, ikizingatiwa kuwa viongozi wakuu wa Irani wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni, Trump alisema, tunaendelea na mtu ambaye naamini ni kiongozi anayeheshimiwa sana. Tuna watu ambao ni wawakilishi wa nchi hiyo. Alikataa kumtaja kiongozi huyo, lakini alibainisha kuwa si Mojtaba Khamenei ambaye aliripotiwa kujeruhiwa katika shambulio la awali lililomuua baba yake na kisha kuteuliwa kuchukua nafasi yake. Hatujasikia chochote kutoka kwa mwana, hatujui kama anaishi, pia hawajamuona pale. Sidhani yeye ndiye kiongozi halisi, alisema Trump, akionyesha kwamba mazungumzo yanayoendelea yanafanywa na maafisa wa ngazi ya chini zaidi ya uongozi wa juu. Trump alieleza kuwa kampeni ya Marekani iliyolenga viongozi wa Irani imesababisha mabadiliko makubwa ya mfumo wa utawala, na alionyesha matumaini kuwa mazungumzo yatazaa matunda na maafisa anaowaona kuwa wana busara sana, imara sana, labda mmoja wao atakuwa yule tunayemtaka. Alitoa mfano wa Venezuela ambapo makamu wa rais anaendelea kushirikiana na Marekani baada ya Washington kushika rais wake Nicolas Maduro, akionyesha matumaini kwamba hali Irani inaweza kufanana na mfano huo. Akihimizwa kueleza makubaliano yanayodaiwa kutokana na mazungumzo, Trump alisema kwa Teherani imekubali makubaliano 15 ikiwemo kutotengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo Jamhuri ya Kiislamu imekuwa ikidai kuwa haidai licha ya kuchakata uranium karibu kiwango cha silaha. Aidha, alisema Irani imekubali kutochakata uranium yoyote, jambo ambalo Irani imekuwa ikiendelea kudai kuwa ni haki yake. Tunataka kuona hakuna bomu la nyuklia, hakuna silaha za nyuklia. Tunataka amani Mashariki ya Kati. Tunataka uranium yote yenye kiwango cha juu, alisema, kirejelea hisa za uranium zilizochakatwa kwa kiwango cha 60%. Na alidai pia kuwa Irani imekubali kukabidhiwa hiyo nyenzo yenye kiwango cha juu cha uranium. Trump alisema kuwa ikiwa makubaliano yatatekelezwa, tutashuka pale wenyewe na kuichukua. Aliongeza kuwa makubaliano hayo yatakuwa mwanzo mzuri kwa Irani kujijenga upya na pia yatakuwa mazuri kwa Israel na nchi nyingine za Mashariki ya Kati. Alibainisha kuwa Marekani imezungumza na Israel kuhusu maendeleo haya hivi karibuni, kwamba Jerusalem itafurahia. Akihimizwa pia kueleza kuhusu uamuzi wake wa kuachilia vikwazo vya mafuta ya Irani, Trump alisema, nataka tuwe na mafuta mengi zaidi kwenye mfumo na hatujui hata kama Irani inapata pesa hizo, akielezea kwa takriban dola bilioni 14 zinatarajiwa kuingia kwenye mfuko wa Irani.
kuna meli zilizojaa mafuta huko nje, badala ya kuziweka pale ningependa ziende kwenye mfumo, alisema. Aliongeza kuwa bei ya mafuta itashuka ghafla mara baada ya makubaliano kufanikiwa, na kabainisha kuwa bei tayari zimepungua tangu alipoanzisha mazungumzo hayo. Kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz ambao kwa sasa umekwama kwa Irani, Trump alisema kuwa utafunguliwa mara moja ikiwa makubaliano yatafikiwa. Kuhusu nani atakayesimamia Hormuz baada ya kufunguliwa, Trump alikazia kabla ya kujibu, kisha kusema kuwa utasimamiwa kwa pamoja, labda mimi na Ayatollah, yeyote yule, alisema. Kuhusu mazungumzo hayo, maafisa wa Marekani walisema kwa vyombo vya habari vya Kiibrania kuwa mawakala wakuu wa Trump, Steve Witkoff na Jared Kushner, walizungumza na spika wa bunge la Irani, Mohammad Bagher Ghalbaf, ambaye ni rafiki wa karibu na kamanda aliyefariki wa IRGC Qasem Soleimani, na ambaye amekuwa mwepesi wa maamuzi ya vita baada ya viongozi wakuu wa Irani kuondolewa katika kampeni ya Israel na Marekani dhidi ya Irani. Hata hivyo, msimamo rasmi wa Irani ni tofauti kabisa na madai ya Trump. Wizara ya mambo ya nje ya Irani na vyombo vya habari vya Irani vinasema wazi kwamba hakuna mazungumzo yoyote ya moja kwa moja au ya kati na Marekani. Kauli za Trump kuhusu mazungumzo ni jaribio la Marekani kupunguza shinikizo la bei ya mafuta na kununua muda kwa ajili ya mipango ya kijeshi. Iran inasisitiza kuwa haiwezi kutia saini chochote kinachoweza kutishia maslahi yake ya kitaifa au usalama wake. Kwa fupi, Trump anaonyesha matumaini ya madai ya makubaliano, huku Irani ikishikilia msimamo imara wa kukanusha mazungumzo yote, na inasema Marekani inajaribu kutumia uzushi kama mbinu ya kisiasa. Hii inaonyesha mgongano mkubwa wa kauli kati ya pande hizi mbili, huku hali halisi ya diplomasia na ushawishi wa kijeshi ikiwa ngumu na yenye changamoto kubwa. These people have hurt our country very badly. Are we directly talking with Iran? Those Iranian power plants. How is that different from what Russia has been doing in Ukraine by hitting Ukrainian power? Well, I think it's a lot different. And if you look at the nuclear weapons that they wanted to have, that they wanted to possess, a lot of things are different. I'm not a fan of what Russia's doing either, just so you understand. All right, but it's a lot different. You're talking about a country that has been evil for 47 years. They've been horrible. Death all over the world, not just us. Look at the way they attacked unexpectedly all of those countries surrounding them. It was not supposed to be. Nobody was even thinking about it. But they wanted to take over the Middle East, and they wanted to knock out Israel permanently. And if they had a nuclear weapon,